ya nguvu ya msalaba. Tunatafakari na kujifunza juu ya nguvu ya msalaba. Tuanze na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 18 kama andiko letu la msingi. Maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo tunaangalia na kujifunza juu ya nguvu ya msalaba. Mpaka sasa tumeona mambo kama matatu. Jambo la kwanza tumesema msalaba una nguvu ya kusamehe. Jambo la pili tumesema msalaba una nguvu ya kuvunja laana. Jambo la tatu tumesema msalaba una nguvu ya kuinua mtu. Msalaba una nguvu ya kuinua mtu. Na tuliona baadhi ya vitu ambavyo vipo ndani hii ya jambo hili la kuinuliwa. Pale msalabani Yesu alikuwa anayainua maisha ya watu. Pale msalabani Yesu alikuwa anainua biashara za watu. Pale msalabani Yesu alikuwa anainua afya za watu. Pale msalabani Yesu alikuwa anainua ndoa za watu. Pale msalabani Yesu alikuwa anainua uzao wa watu. Na ndio maana akasema, nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Kwa hiyo msalaba umebeba nguvu ya kuyainua maisha ya mtu kutoka kiwango fulani kipeleka kiwango fulani. Umebeba nguvu ya kuinua uchumi wa mtu ulio chini na kuupandisha juu. Kuinua afya ya mtu iliyo chini na kuinyanyua juu. Kuinua familia za watu zilizo chini na kuzipandisha juu. Kwa hiyo msalaba umebeba nguvu ya kuinua. Lakini nilitamani pia tujue, kwa sababu msalaba upo na nguvu ya kuinuliwa ipo, kwa nini wengine hawainuliwi? Tuliona mambo yanayofanya mtu asiinuliwe. Tuliona mambo yanayofanya mtu asiinuliwe au asiinuke. Tuliona hayo. Ni vizuri pia kuyazingatia. Jioni ya leo tuangalie jambo la 4. Tusogea mbele kidogo. Jambo la 4. Msalaba una nguvu ya kuondoa vizuizi. Msalaba una nguvu ya kuvunja vizuizi. Msalaba wa Yesu Kristo una nguvu ya kuondoa vizuizi na kuvunja vizuizi. Andiko la msingi tunapoangalia jambo hili, kitabu cha Mathayo sura ya 27. Mathayo 27 mstari wa 51 mpaka ule wa 53. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 51
sura ya 27 mstari wa 51 mpaka wa 53. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakishatoka makaburini baada ya kufufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Nirudia hii mstari. Fungua Biblia yako, kitabu cha Mathayo sura ya 27 mstari wa 51 mpaka wa 53. Mathayo 27 mstari wa 51 mpaka wa 53. Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunuka, miili ikainuka, miili mingi ya watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao baada ya kufuka kwake, wakaingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, tuangalie tena kwa dakika hizi chache juu ya nguvu ya msalaba, namna ambavyo msalaba unaondoa vikwazo na kuvunja vizuizi. Unaondoa vikwazo au vizuizi na kuvunja vizuizi. Tunaposoma Biblia mahali hapa tuliposoma, hili ni tukio la Yesu akiwa msalabani. Hili ni tukio la Yesu akiwa msalabani. Biblia inatuonyesha Yesu akiwa msalabani, lipo jambo lisilo la kawaida lililotokea. Jambo gani hilo? Biblia imelitaja ya kwamba pazia likapasuka. Baada ya pazia kupasuka na matukio mengine na vitu vingine vikaendelea kutokea. Kabla hatujajikita sana kwenye neno letu hili, kuangalia kwa undani kizuizi ambacho kiliondolewa au vizuizi ambavyo vilipasuliwa, vilivunjwa, nataka nianze kuzungumza na wewe jambo hili. Baada ya dhambi kuingia katika ulimwengu huu, hasa kuingia katika maisha ya mwanadamu, maisha ya mwanadamu yalikabiliwa na vizuizi. Kila eneo la maisha ya mwanadamu lilikabiliwa na vizuizi. Kila eneo la maisha ya mwanadamu lilikumbwa na vizuizi. Ninaposema kila eneo la maisha ya mwanadamu, maana yake kila jambo linalomhusu mwanadamu lilikabiliwa na kizuizi fulani. Yako yaliyokabiliwa na kizuizi, lakini yako yaliyokabiliwa na vizuizi. Sasa maisha ya rohoni ya mtu yalikabiliwa na vizuizi. Maisha ya mwilini ya mtu yalikabiliwa na vizuizi. Kabla ya dhambi hakikuwepo kizuizi. Kabla ya dhambi havikuwepo vizuizi. Kwa hiyo dhambi ilipoingia, vizuizi vikainuka kwenye maisha ya kila mwanadamu, kila engo, kila kona, rohoni, mwilini. Na ndio maana haliko jambo ambalo mtu anaweza akalifanya leo asikutane na vizuizi, asikutane na vikwazo, asikutane na vipingamizi. Vizuizi ni vitu vinavyomzuia mtu kufanya kila anachotaka kufanya. Yaani anataka kuoa,
linainuka jambo, kinainuka kitu ambacho kwa kawaida wakati mwingine hakielezeki, kinazuia huyu mtu asifanye biashara au asiendelee na biashara. Kila eneo la maisha ya mwanadamu baada ya dhambi lilikabiliwa na kizuizi, na ndio maana hakiko kitu. Ukisema unahitaji kujenga nyumba, kuna vizuizi ambavyo vitakuzuia kwenye kujenga nyumba, kwamba utaki kujenga nyumba. Ukisema nataka nianze kuhubiri, mimi ni mhubiri wa Injili, nataka nianze kuhubiri Injili, na kwenye uhubiri wa Injili kuna vizuizi vitainuka tu kukuzuia, kupinga, ukatalia, hautakiwi kuhubiri. Kuna vizuizi. Ukisema vile vile kwamba nataka niwe mwombaji, kuna vizuizi. Haliko jambo ambalo halina kizuizi hapa duniani. Kila jambo linakabiliwa na kizuizi fulani. Hii ni kwa sababu ya maisha ya dhambi, au ni kwa sababu ya dhambi iliyoingia duniani. Dhambi iliyoingia duniani ndiyo iliyosababisha, iliyompa uhalali, iliyomfanya shetani awe mungu wa dunia hii. Na kwa sababu shetani ni mungu wa dunia hii, anainua vizuizi kwenye kila jambo ambalo mtu anataka kulifanya. Sasa viko vizuizi aina nyingi, viko vizuizi vya aina nyingi ambavyo mwanadamu anakabiliana navyo. Viko vizuizi vya aina nyingi ambavyo mwanadamu anakabiliana navyo. Hebu kurudia hapa kidogo ili tuende vizuri. Ukiwa umekaa hauwezi kuviona vizuizi. Ukianza kufanya kitu unaviona vizuizi. Ukiwa umebweteka tu, umekaa, unajihesabu, mimi ni wakula na kulala, ni wakula na kulala na kuamka, ni wakula, usifanye chochote kile, hauoni upinzani. Lakini ukisema tu nahitaji kufanya kitu fulani, nahitaji kufanya jambo fulani, nahitaji kufanya kitu fulani, nahitaji kuwa mtu fulani, nahitaji kuwa muombaji, nahitaji kuwa mfanyabiashara, nahitaji kuwa tu mhubiri, unaviona vizuizi. Kila eneo la maisha ya mwanadamu, kiroho na kimwili, linakabiliwa na kizuizi fulani, linaandamwa na kizuizi fulani. Ndiyo maana wale wanaoshinda vizuizi hivyo ndio wanaomiliki na kutawala. Wale wanaoshinda vikwazo hivyo ndio wanaokuwa watu wasiokuwa wa kawaida hapa duniani. Inakulazimu ushinde, inakulazimu uvuke. Usiposhinda utakuwa mtu wa kawaida tu. Usiposhinda utakuwa mtu wa wastani tu, muombaji, lakini muombaji ambaye hana matokeo. Sababu muombaji asio na matokeo hapo ni muombaji lakini hana matokeo. Utakuwa mtumishi lakini mtumishi ambaye hauna matokeo. Ili uwe na matokeo ni lazima ukubali kukabiliana na vizuizi ambavyo viko mbele yako, na kwa nguvu ya msalaba upate kushinda hilo vizuizi. Nataka niweke vizuri tafsiri hii. Kila kitu msalabani kilimalizika. Kila kitu msalabani kilimalizika. Haliko ambalo msalaba halikumalizwa na msalaba. Hakiko ambacho hakikukamilishwa na msalaba. Haliko ambalo halikumalizwa na msalaba. Kila kitu kilimalizika. Lakini ni lazima uelewe, ili kilichoko msalabani kije kwako, ni lazima uchukue hatua fulani. Kwa sababu mwingine anaamini kila kitu
imekwisha. Kwa hiyo hata nisipotubu Mungu ameshanisamehe. Utakufa katika dhambi, utaenda jehanamu. Ndio maana tunatubu, msamaha upo. Lakini ndio maana tunatubu. Kwa nini? Kukamilisha msamaha, kufanya msamaha uwe sehemu ya maisha yetu. Msalaba ulivunja laana, lakini sio kila mtu ambaye yuko duniani anamwamini Yesu maisha yake hayaathiriwi na laana. Laana zinaathiri maisha yake. Ni mpaka mtu achukue jukumu la kusema, kwa nguvu ya msalaba ninavunja laana hii. Maana imeandikwa, Kristo alifanyika laana kwa ajili yangu. Laana hii haina nguvu kwangu. Kwa nguvu ya msalaba. Kwani msalaba uliharibu laana zote, ulivunja laana zote. Hivyo hivyo tunaposema kwamba msalaba wa Yesu una nguvu ya kuvunja na kuondoa vizuizi, lazima uelewe hivi. Vizuizi katika damu na nyama, kuna kivuli cha vizuizi, kina nguvu yake. Kwa nini nasema kivuli? Kwa sababu pale msalabani Yesu alivunja hivyo vizuizi, aliondoa hivyo vizuizi. Lakini ili iwe na kwako hivyo, ni lazima na wewe uchukue hatua fulani. Ndio maana tunajifunza, ili kupitia nguvu ya msalaba unaingia kwenye ulimwengu wa roho kupitia nguvu ya msalaba iliyovunja vizuizi, na wao wanavunja vizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza hivi mtu na bidii. Nazungumza hivi mtu na uelewa. Nazungumza hivi mtu na maarifa. Inapoomba tuombe kama watu wenye akili, watu wenye maarifa. Msalaba ulimaliza kila kitu. Ulimaliza kila kitu, ukatupa nafasi na sisi ya kuutumia msalaba. Yaani sawa na kusema, ukiutumia msalaba, kila kizuizi kilicho kwenye maisha yako kinavunjika. Ukiutumia msalaba, kila kizuizi kilicho kwenye maisha yako kinavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sawa. Sasa tuanze kuangalia baadhi ya vizuizi ambavyo viliondolewa, na mbele tutaona vizuri zaidi. Andika kizuizi cha kumwendea Mungu na kumuona Mungu. Tuanzie hiyo. Kizuizi cha kumwendea Mungu na kuonana na Mungu. Msalaba una nguvu ya kuvunja kizuizi. Maisha ya mwanadamu yanakabiliwa na kizuizi. Kizuizi gani? Kizuizi cha kumwendea Mungu na kumuona Mungu. Kizuizi cha kuhusiana na Mungu. Kizuizi cha kuhusiana na Mungu. Kizuizi cha kuhusiana na Mungu. Twende vizuri. Tumeanzia jambo hili kwa sababu za msingi sana. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza na kuendelea unatuambia, dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu, nchi na watu wakao ndani yake, asema Bwana, ni mali yake. Zaburi hiyo ni Zaburi ya 24. Kwa hiyo inatupa kushua kwamba chochote ambacho kiko duniani ni mali ya Mungu. Chochote ambacho kiko duniani ni mali ya Mungu. Chochote ambacho kiko duniani ni mali ya Mungu. Kwa hiyo unachokihitaji ambacho kiko hapa duniani, miliki wake ni Mungu. Kumbuka jambo hili, shetani hakuumba, ila anatumia vilivyoumbwa na Mungu. Shetani hakuumba, ila anatumia vilivyoumbwa na Mungu. Anageuza makusudi ya Mungu aliyokuwa ameyakusudia kwenye hivyo, anatumia kwa makusudi yake. Hagai 2:8, fedha na dhahabu
mali yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo dunia na vyote vilivyomo ndani yake ni mali ya Mungu. Tumeanza na kizuizi hiki. Kwa nini? Kwa sababu ukimpata Mungu umepata vyote. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndiye mmiliki, anamiliki vyote, ndiye mmiliki, anamiliki vyote, ndiye muumbaji, ameumba vyote. Kama ndiye muumbaji, maana yake ameumba vyote. Kama ndiye muumbaji, kwa kuwa ndiye muumbaji, anaweza akaumba tena, Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa na Mungu. Ni muhimu mno ukawa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ukivipata vitu vya duniani, hauna Mungu, vitakuharibu. Ukivipata vitu vya duniani alafu moyoni mwako siwe na Mungu, vinakuharibu. Kwa hiyo ni muhimu sana kumpata Mungu. Ni muhimu mno kuwa na Mungu. Na kwenye umuhimu huo, ukimpata Mungu umepata vyote. Kwa sababu Mungu ameumba. Kama ameumba, ukimpata yeye unapata na alivyoviumba. Maelezo haya yako kwenye Injili ya Luka sura ya 15, mstari haraka hapa. Injili ya Luka 15, zake kuanzia mstari wa 14, 15 na kuendelea. 14 na kuendelea. Injili ya Luka sura ya 15. Ni habari ya mwana mpotevu aliyesafiri kwenda nchi ya mbali, akarudi. Aliporudi, yule kaka mkubwa aliyekuwepo pale alipoona mdogo wake anafanyiwa sherehe, mdogo wake anafanyiwa karamu, akasema, baba, mimi sijawahi kuondoka hapa, nipo na wewe hapa siku zote, lakini hebu angalia namna ambavyo umemtendea huyu. Mimi hamjawahi kunichinjia hata mwana-kondoo. Sikia maelezo ya baba aliyosema. Alimwambia mwanae, mwanangu, wewe uko na mimi hapa siku zote, yote yaliyo yangu ni ya kwako. Yote yaliyo yangu ni ya kwako. Yote yaliyo ya kwangu ni ya kwako. Si unaelewa? Yaani yote anayoyamiliki baba yake na mtoto wake anayamiliki hayo. Mungu akiwa Mungu kwenye maisha yako, akiwa Mungu wa kwako, anavyomiliki Mungu unamiliki wewe, anavyotawala Mungu unatawala wewe, anavyotenda Mungu unatenda wewe. Kwa hiyo tamani, taka kwa moyo wako kuona kwamba kila aina ya kizuizi kinachokuzuia kuonana na Mungu, kinachokuzuia kuhusiana na Mungu, kinachokunyima kuwa na ushirika na Mungu, kinaondoka. Sasa twende vizuri. Nilikuwa nataka kuweka sawa hapo. Sasa kuna kizuizi hicho kinachomzuia mtu kuhusiana na Mungu. Tuliposoma kwenye kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 51, Biblia inasema, na tazama, pazia likapasuka vipande viwili toka juu hata chini, toka juu hata chini. Pazia hili lilikuwa na kazi gani? Pazia hili lilikuwa ni kizuizi kilichokuwa kinawazuia